Kwa jaji mkuu mpya, matarajio ya Watanzania ni kuona mahakama inaendelea zaidi kutoka hapa tulipofika. Majengo, watendakazi, mifumo na yote yaliyoko mahakamani yanahitaji kuendelezwa, na jaji mkuu mstaafu amesema vizuri hapa kwamba bado kuna miradi ambayo inaendelea, mengine fedha zake zipo, mengine fedha za kutafutwa, lakini kuhakikishia ushirikiano wa serikali kwenye kukamilisha miradi hii. Lakini matarajio ya Watanzania pia ni kuona mahakama ikiendelea kusimamia haki ndani ya nchi na haki zetu nje ya nchi. Kwa hiyo hilo nalo ni jukumu kubwa ambalo Watanzania tunatarajia utalisimamia. Katika kusimamia haki, siku ya sheria ya mwaka huu Februari 1, Februari 2, siku ya sheria ya Tanzania, nilisema kwa majaji kwamba kazi yetu ni kusimamia haki. Kazi ya kutoa haki ni kazi ya Mungu, lakini kwa duniani kazi ya haki ni kazi ya majaji. Lakini nikasema kwa Mungu kumezidi mambo mawili. Kuna kudra, kuna jaala. Anaweza kufanya lolote kwa kudra zake, akakadiria lolote likamtokea mtu au nchi au kundi. Lakini kuna jaala, anaweza akakujalia chochote kingine. Lakini sisi majaji hatuna kudra wala jaala. Kazi yetu ni kusimamia haki. Na ni kusimamia haki kwa misingi tuliyojiwekea. Kwa hiyo naomba nilisisitize hilo, tuendeni tukasimamie haki. Na kama nilivyosema, serikali kwa upande wetu tafanya kila linalowezekana kuendeleza ufanyaji kazi wa mahakama, kama vile nilivyosema au nilivyoahidi wakati nalihutubia bunge kwa mara ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021. Tutaendelea kufanya hayo ili mahakama ya Tanzania isimame vizuri na iwe ni moja katika mihimili wenye hadhi duniani. Jambo jingine nalotaka kukusisitiza ni kuendelea na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Nenda kaangalie yepi tayari tumetekeleza, yepi bado, na tuone jinsi tutakavyoendelea kuyatekeleza ili haki isimame vyema ndani ya nchi yetu. Zumari ya Zanzibar. Zumari ya Zanzibar huwa naisikia kwenye ngoma inaitwa Msewe au Kibati. Sasa unayoisema wewe sijui ipi, kama ya Msewe au ya Kibati. Lakini nadhani tanongona na jaji mkuu nijue uko Zanzibar wamepuliza zumari gani ambayo na nyinyi mnaidai huko. Lakini nadhani nilipata, kama ndio zumari yenyewe hiyo, nilipata na tumeanza kushughulikia. Lakini pia nikubaliane nawe kwamba labda tukae kwenye kikao na majaji na watumishi wa mahakama ili ile zumari sasa muipulize wenyewe, sipulizo kutoka kule. Kuna kipindi nilijaribu kuomba mkutano na majaji, lakini nikaambiwa unawajua majaji wewe. Nikarudi nyuma kidogo, nikasema ngoja basi niendelee kuwasoma. Sasa kwa sababu jaji mkuu umenialika mwenyewe, basi mimi niko tayari kuja kufanya kazi na nyinyi. Lakini hitimishe kwa kurejea pongezi zangu kwako jaji mstaafu kwa kukamilisha kazi hii bila makando kando. Hongera sana. Lakini pia kwa jaji mkuu mpya nikupongeze, lakini nikupe pole, kwa sababu mzigo huu si mdogo. Mzigo huu si mdogo, una kazi ya kufanya. Jaji mstaafu alikwambia wewe huhitaji uwanja mkubwa sana wa ndege ili uweze kuruka kwa sababu una uzoefu. Na mimi nataka nikupe moja tu. Kama ni mfano ni ndege, ukiwa angani ndege ukaribia kuisha mafuta. Sasa unapokaribia kuisha mafuta, hiyo ndege usiende kuifanya
wanasema nini, nose diving, nose crushing. Hapana, tafuta kiwanja cha karibu, tua, jaza mafuta, uruke tena. Sasa unapotaka kujaza mafuta, mimi nifanye ndio mtumishi wako wa kukuwekea yale mafuta kwenye ndege yako, ili uweze kuruka tena na safari iendelee.